mume wangu kaniachia jukumu kubwa sana. Sijui kama nitaweza kuhimili vishindo vya ndugu wa mume wangu. Mungu hutenda jambo kwa faida na wala hatendi jambo kwa hasara. Kinachotakiwa uwe karibu na Mungu. Unapomtaja kwa heri, basi kila jambo anakufanyia uwepesi. Mungu ukishamkabidhi maumivu yako, basi yeye anakutendea na huwa anakupa furaha. Na hayo yote unayokumbuka ya mumeo, basi utajikuta unaishi kama upo na mumeo. Penda sana kumtaja Mungu. Mungu hamtupi mja wake. Kila kilio chako mwekee, basi atakupa mwanga na utaishi vizuri. Hakuna kikwazo chochote ambacho kwamba kitakukwaza. Mungu yuko na wewe. Nashukuru shehe. Nashukuru pia. Kuna mchezo mchezeka hapa shemeji, kuna kitu ametuzidi. Hivyo basi twende tukajipange. Nikutoe hofu katika hilo, maana Mungu ndo muweza wa kila kitu. Na kama wao wamefanya kwa ajili ya maslahi ya kwao, basi kwa uwezo wa Mungu watashindwa. Maana siku zote baya katika heri sawa sawa na sukari katika bahari. Shehe, nashukuru kwa kunipa imani na kunitia nguvu pia. Nashukuru sana. Sawa, basi mimi ngoja niende nyumbani nikafanya mambo mengine. Karibu tena. Asante. Bila shaka haya ndiyo mapokeo ya dua yetu. Ondoa hofu. Wewe ingia ndani. Mwili wa chaba. Mimi nitarudi. Sawa. Ondoa hofu kabisa. Toka tukabidhiwe urisi wa hii kazi na kugawa majukumu yote, sijawahi kuona kitu kama hiki. Hii inadhihirisha kwamba hapa kuna michezo ambayo watu wanatuchezea na lengo lao kutufelisha katika hili. Na wewe unajua tukifeli katika hili adhabu gani tutapata? Hivi toka lini uko na maiti na tembea? Maiti na mama. Hii inadhihirisha kabisa hapa kuna watu wanajaribu kutuingilia katika mamlaka yetu ya kazi ili kutuharibia mipango yetu. Kwa tunafanyaje kaka? Hakuna cha kufanya. Na tuhakikishe kwamba tunashinda hii vita. Na ukitaka kulijua hilo, tuangalie. Hivyo toka lini maiti ikawa inagaika? Hapa kaka kitoka pana ulaki. Lazima ulaki uwepo.
Hapa lazima kuna ulaki. Na ndio maana unaona hizo pilika ziende aziishi. Maiti inahama. Mara maiti inatokea nje. Mara maiti inaondoka. Mara maiti inatembea. Hili ni tatizo. Na lazima tuhakikishe tunapambana nalo. Vinginevyo tutaondoka. Hivyo basi hatuna muda wa kupoteza.